aliamka mzuri sana na akasema watu wengi na akatoa hotuba yake na akatembea kwa gari akibebwa akizungumzia watu, na ilikuwa ni jambo la ajabu kurudi kusikia asubuhi amepumzika. I think amepumzika kwa njia nzuri sana, kwa sababu amefanya yake, ameaga watu na ametuachia message ya nchi kuwa tushikane, tusameheane na tuweze kuwa pamoja. That was a very good words of Pope yesterday, and today ametuacha asubuhi. Kwa hivyo apumzike pahali pema peponi, na tujifunze kufa wakati ya Easter, kupumzika baada ya kuzungumza na kuhubiri jana Sunday, na asubuhi aweze kupumzika. Hiyo ni mpango mkubwa ilikuwa ya Mungu, na tukumbuke na tusisahau maneno yake alituambia. Kwa hivyo nasema pole sana kwa biafu yangu na watu wengine wale marafiki na watu ya Bahati constituency na watu pia marafiki yangu na watu ya Kenya na kanisa la Catholic mahali popote nilipo. Ni pigo kubwa kwa kanisa la Catholic na kwa nchi mzima na dunia mzima, kwa sababu Catholic ina uzito mkubwa sana, na Catholic huwa wana utaratibu mzuri sana, na nawashukuru pia mpaka kwa Kenya wamekondemu mambo mingi, siasa kwa kanisa, siasa ya matusi. I think Catholic is leading on that. Kwa hivyo hatutasahau hiyo yote, lakini tunaombea mpaka mabishop wale wengine waweze kuwa na moyo na waweze kuendelea na kazi na maneno ambayo waliwachiwa na Pope. Tunashukuru kwa hiyo. Pia nina mambo nyeti kwa Easter ningetaka kusema juu ya hayo yote na ya Pope. Mahubiri ya makanisa ya Easter imekuwa ni mahubiri ambaye ina nguvu nyingi sana, na imeweza kuangazia mambo ya amani, mambo ya kukaa pamoja, mambo ya nchi wa Kenya wale walikuwa na hubiri mapasta wote Catholic na makanisa mengine PCA Anglican and also Baptist Church na makanisa mengine yote Independent, Full Gospel na makanisa mengine yote wale machanga wamezungumzia sana mambo ya Easter. Na mimi ningeomba tuchukue jukumu hili kwa nguvu sana mambo ya Easter. Mazungumzo ya makanisa ilikuwa ni mazungumzo ya kuweza kutujenga na kutukumbusha mahali tumetoka na mpangilio ya kujiandaa kuendelea mbele kwa makanisa na kwa siasa yetu hasa za Kenya. Wameongelea sana. Lakini ningeuliza makanisa wafanye jukumu zaidi ya hiyo, iwe na discussion. The churches should have a discussion in Kenya ya kuweza kuangalia the way forward, because now it's only the church can put us together, na iweze kuangazia mambo yaliyo mbele yetu, na hawa wasijiweke sana ubinafsi wa kanisa na pesa. Wale bado wamebaki kwa mambo haya. Tunajua makanisa lazima ijengwe, hakuna sababu yote ya kukosa kujenga makanisa ya Mungu, lakini tusikue na tamaa itupeleke mbele sana. Tamaa ya pesa ituweke kwa shida. Tunajua pesa ni kila kitu, kwa sababu kanisa lazima ijengwe, sadaka lazima watu watoe, lakini ninaomba mbele sana mambo ya pesa. Ya pili, tusijiweke mbele sana kwa ukabila. Na mimi naomba makanisa, and I want to say this very clearly, na nimeona na nimeangalia, na mimi sitanyamaza kusema hivyo. Makanisa yote ikiingia mabishop, mapasta, majority of them out of 100 maybe only 20 ambaye ukabila haikuji juu yao. Lakini ukiangalia haya mengine almost 80%, ukiingia kwa siasa ukabila inakuja juu yao, then Ukristo unakuja chini. I beg for that. Wacha Mungu akuwe mbele, lakini ukabila, kwa sababu kila bahali umezaliwa una kabila yako, ikuje chini ili tuweze kuunganisha. Kwa sababu hata sasa tunasema makanisa yatuunganishe. Kama tutakuja na ukabila, ukanisa irudi chini ya ukabila, hatutaweza kuunganisha nchi. That thing is very sensitive. In every tribe ukiangalia
ikifika ukabila, mtu na ni bishop na ni pastor anaenda kwa kabila yake. So unakuta chini ya nyuma ya hama ile mambo wako naye mbele ni mambo ya ukabila pahali yametoka. Sikatai tusipigane na ukabila kwa sababu Mungu alituumba na akaumba kila mtu na pahali yake na kabila lake na pahali ya kukaa na lugha yake ya kuongea na njia ya kuishi. I agree with that. But to build this country in Kenya today, we need healing. Na hii healing, tunataka hii healing iweze kuwa inatuweka pamoja. Kwa sababu tumeingia kwa mambo mengi ambayo itatuweka kwa shida nyingi sana. Ukiangalia mfano kwa vile siasa tuliweza kufanya, ni kwa nini turudi tukosane sana na ikue hakuna kusameheana? Kusameheana lazima kuweko, kwa sababu hata mimi nashindwa sana nikiangalia vile tuliweza kuunda chama ya UDA tukiwa pamoja. Ni kwa nini turudi tukosane? Ni kwa nini tuanze kushambuliana? Kama Gachagua alikuweko kwa hiyo siasa na kuna mambo kidogo imepitikana ambaye ni ya kuweza kusahihishwa, yaweza kusahihishwa. Imetuingiza kwa shida nyingi sana, wapati imetuletea shida mingi na itagawanya Kenya yetu on the tribal line na region line, na si ya maana hata kidogo. Kusameheana ni kitu ya muhimu. Kwa hivyo mimi ningeomba makanisa muweze kushika viongozi wetu, waweze kukaa pamoja, tuweze kusameheana, at least tupee mwananchi wa Kenya heshima. Kwa sababu ukiangalia mwananchi wa Kenya today hatumpi heshima, kwa sababu nakuta tumejichanganya na mambo. Wale tulipiga kura kwa UDA, we voted kama Mount Kenya walipiga kura 100%, wakapiga pande hiyo, na sasa baadaye mambo kidogo nyeti ambayo itaweza kutengenezwa imekuwa ni shida. Why can the church take it now and have a discussion? Na mimi nashangaa ni kitu gani iweze kusameheana? Anything people can forgive each other, ili tuweze kuendelea mbele, turudishe ile mapenzi yetu tulikuwa nayo mbeleni. And also we need to understand, hii siasa ya leo ya Kenya imechanganya watu wengi. Kama wale tuko kwa kinyang'anyio na imewekwa kwa katiba na njia ya procedure ya kupiga kura na kuchaguana, why should we later after election tunabadilisha, tunachanganya wana Kenya? Wale walikuwa tukinyang'anyana na hao madaraka wanarudi kuwa hao ndio watakuwa ndani, ni kwa sababu ya kosa discussion, na wale walikuwa pande ile wanakuwa ndio wako nje. So it will never work properly, it will never be accepted properly by Kenya, because we must agree face of Kenya. I agree that, but we must agree our constitution. What does our constitution say? Basi iko haja gani ya kwenda uchaguzi? I don't see any point ya kwenda uchaguzi. Si watu wakuwa region wanachaguana, wanaenda wanakaa chini, wanatuambia this is the way forward, na hii tumechaguana, tumeappoint you, iende namna hiyo. Otherwise the way tumechanganya nchi sasa is unbelievable. Tumechanganya nchi, tumeleta mambo ya ukabila, mambo ya region, mambo ya nini. I think for right now tunahitaji kurudi chini, ingawa hata kama kuna vita hii yote, tukubali katiba yetu pia inaenda mpaka 2007 ndio uchaguzi tuingie. Tukianza vita hapa na wale wanafikiria kupenya, wanataka ni kama kupindua serikali for now. Kwa mfano, Raila Odinga na grupu yake walichukuliwa na Ruto wakuje basi wasaidie serikali, but they are just fighting for the city at 2027. Hakuna kitu wanafanya ya kuweza kutuliza nchi na kuunganisha nchi. You cannot be in the position na pia uwe kwa serikali na uanze pia kutangaza unasema wewe 2027 utasimama. Sasa kama 2027 utasimama, are you caring about the Kenyans? Why are you invited in the government of Ruto? Simpasi mkae pamoja, muendeshe amani na muunganisha watu wakuwe pamoja. Raila Odinga, you can only prove yourself if you are talking about peace and putting people together. It's too early for 2 years. Unaanza kutangaza wewe utasimama 2027. Sasa si kusema kwa serikali ni pesa inatafutwa ya kuweza kupigania.
Let me tell you, hakuna mtu atakuja abadilishe mambo kama mtindo ule tunaye ni huo. We must think twice and think how to support the system ile iko. Ikifika 2027, Ruto amesema mzuri sana as a president. Mchukue kadi kama ile Gachagua anasemaga ya maziwa. Mchukue kadi hiyo, na amesema namna hiyo, na Gachagua akasema namna hiyo. Chukua kadi, andika. Ulipromise. Basi ikifika 2027, mchukue hiyo kitabu na muambie sasa tuanze kutoka stage 1, ulisema hii. That will be better the surrounding countries. Ile tumetuzunguka hapa. Hizo zote nchi hazina amani. Na the end of the day wewe mwananchi unaenda kwa ukabila. The end of the day wewe mwananchi unaenda kwa Facebook kuweka mambo ingine ambaye ni mambo ambaye ni ya kuincite completely. Nchi hii kichomeka haitakuacha, haitaniwacha, haitawacha yule yuko. Itakuwa watu wamekufa. Why do you want people to die when we have a system? I want to talk about the government, the clip nimeona. I saw a clip na nafikiri rudi katolewa. Hiyo clip ilikuwa imewekwa number of the people. Imewekwa that ile watu wamekufa. Ule mkubwa ya jeshi, I saw him in that picture. Nikaona imewekwa ule mtu alikuwa wa IBC, imewekwa hapo. Nikaona imewekwa huyu kijana alikuwa anafanya kwa deputy president. Nikaona imewekwa huyu alikuwa anaitwa nani? Sanada Muluya alikuwa very vocal. Nikaona hiyo picha zimewekwa hapo namna hiyo. Na hiyo nikaangalia, ikachagua wakati alikuwa Machakos, alizungumuza kwa mambo ya wale hawa watu wote wamekufa, wameuawa na Ruto ama na serikali hii. And when I went to the clip of the former deputy president, he did not talk about those things. But you see now, inaakishwa moto kuoneshana the way Gachagua is fighting the government and the way there should be a war. Na hiyo ni mambo ya social. If you compare with what the deputy president, former deputy president alisema, na ile kitu ameweka, it is different. Kwa nini turudi huko nyuma na kutafuta hao watu wote na kuprofile vijana wetu huko kwa social media? Hata sisi tuongee mambo ambayo yanaweza weka amani, si mambo ya kuongeza mambo kwa watu kwa mdomo. Fair at all. So I'm asking the leaders, wale tuko na wale tulichaguliwa na wale hawakuchaguliwa, let's come together. Let's talk about the peace of this country. Kulingana na vile Pope alituambia na kulingana the situation ile tunaye hapa sasa. Wako ICU, wako wapi? And you know, I felt mwanadamu amesahau wote atapitia hapa. Kweli? Sawa. Tunapigana mpaka kwa mazishi. Na mazishi natukumbusha siku moja tunaenda kupeleka vita. Tunaenda kupeleka siasa huko. Mimi ningeomba tujiweke mbele ya Mwenyezi Mungu ili mambo iweze kutulia kidogo, ingawa kwa sababu viongozi wale wako juu wanahitaji kupea nchi hii amani. Kwa sababu sasa furugu iko juu na sisi wananchi huko chini tutarudi tuingie kwa mtego ya ukabila, mtego ya religion, mtego ya vyama. Don't forget that God like Kenya amepoesha nchi yetu kwa njia mzuri, na pia tuheshimiane. Mimi ningesema hata rais vile aliweza kuingia kwa hiyo kiti, ni sisi tu tulipiga kura na tukamchagua akue kwa hiyo kiti. Na watu ya milima mkaongoza mkiwa na Gachagua na wengine, na sisi wote tukapiga kura. Why don't we respect that time we did that? Tuache kurudishania maneno kwanza, na rais naye aangalie ile mambo iko mbele yake. Wala watu wanafikiri wanamsaidia, maybe they will not come and help him. They just want the seat. Na president anasema anataka kwenda miaka yake 10. Na wale wameinvite wanataka kupanga kukutoa 2027, na ndio wanafanya kazi na hawa. So why is Wanjiku? For now tutaweka ukabila, tutaweka chuki ili kila mtu aweze kupata position yake ya kiti, na hiyo haitatusaidia. Why can't we forgive each other? Why? Mimi nimesamea kila mtu. Mimi sina shida na mtu. Hata ile kazi nilifanya kwa UDA day and night,
I'm saying it was an experience. Na hiyo experience kama wewe ni mtu mwerevu, jifikirie mara ya pili. Wale wanazungumzaka zaidi mambo ya Kristo, tunazungumza tunasema anything happens, think twice. Na uweke Mungu mbele kufikiria, I did this, what happened and why. Niko kwa situation ile niko. Mtu aanze kujifikiria kwa njia hiyo na utatuliza roho yako. Kusamehea ni kitu very simple. Hii sina shida. Mimi siwezi ingia hapo nianze kutukana mtu kama sasa president. Niliokoka, sitaki hiyo mambo ya matusi, sitaki. Tulitunua tukapiga hiyo. Tukaita Lila Muguruki. Tukaitwa nini? Tukafanya hiyo yote. Tukaingia tukapiga Uhuru Muigai Kenyatta. Tukapiga. Tena sasa niingie vita ingine? Hapana. Mimi sitaki hiyo. I will respect the president. Afanye tamu yake, lakini kukosoa nitakuwa laini ya mbele kama anafanya kitu ambaye hatukubaliani. Au say as a opinion yangu kama Ngunjiri, as a opinion. Lakini mambo ya matusi hapana. Mtu kama Gachagua anasema pia wale wengine nao wamheshimu. Vita ya matusi tuache. Kama ni Kalonzo tumheshimu. Mtu amefanya siasa yake kwa miaka mingi. Na kuna siku alihitajika na akasaidia. Tumheshimu pia. Pia kama ni Raila Odinga tunamheshimu kwa ile kazi umefanya. Lakini leo usivuruge nchi so much. Also jua miaka yako vile umeenda pahali umefika. Heshimu nchi hii na heshimu wananchi wa Kenya. Na ninasema hivi, I agree that Kikuyu in Milima they voted 47.4%. Na wale walipigia Raila kura wa Kikuyu kwa sababu data ziko. It was 13%. 47.4% ukiongeza 13%. Kikuyu kwa sababu sasa Raila na Ruto wako pamoja, Kikuyu voted 60.4%. Nchi hii tunahitaji kufikiria mambo haya. Na wale wataweza kufikiria kupiga mambo ya milima wavijue. That is the vote which made this country. That's the vote of made Raila na Ruto washikane kwa sababu ya 13%. Na ile 47.4%. So na nyinyi watu wa milima mkumbuke if you voted that way. Na hizo kura mliweka kwa pande zote mbili. Na hiyo watu wako pamoja. Watashikanisha nyinyi ama watatenganisha nyinyi? That's the question you need to ask yourself. Because you voted. Second thing, if you have that vote, na najua hukupiga kura zote, why can't you organize better in relationship of where you want to be? Msikuja tena tukagawanyishwe. Tunaona huko Matiang'i. Sasa amekuja tunaiba Matiang'i. Hata watu wasa wanasahau what happened. The time he was there. Sasa hiyo watu wakumbuki sasa ndio watu ya huko